Kwenye uchaguzi huu kwetu sisi, ile 2014 inawezekana ilikuwa tsunami ushindi wetu. Huu sasa hivi ni kisulisuli, maana ndio habari ya mjini. Ushindi wetu ni wa kisulisuli. Wakasema kabla hatujafika pabaya, tukaonana wabaya, waweke mpira kwa pana. Sasa tunashukuru sana serikali kwa kutokuyumba, kwa sababu wenzetu ukiwaachia mwanya tu huwa wanapenda kuutumia haraka sana. Unamsikia pale ameshaanza kusema bwana, sasa turudie uchaguzi wote, ziongezwe siku. Ukishasikia timu imefungwa inaongeza dakika, unaelewa maana yake nini? Ama kocha kabongwa. Yaani sisi tushakufunga kwamba tunamaliza mpira huu dakika 90, halafu unataka muda wa ziada wa nini? Ungalisema tuna uwiano wa 0-0, moja kwa moja, tupige pale mashuti ya penalti sawa. Lakini mjomba, mpaka inafika 89, sisi tunavyozungumza sasa hivi, ukienda kwenye vijiji tuna 51, ukienda kwenye mitaa tuna 27, ukienda kwenye vitongoji ni kama tumechukua goma zima. Ukienda kwenye viti mchanganyiko wote tumeingia, ukienda viti vya wakina mama wote tumeingia. Unataka muda wa ziada wa nini? Kwa tunaipongeza sana serikali kwa kusimama imara. Unajua, katika kipindi kama hiki ambako tunafanya kazi kubwa kama taifa, wako watu wengi hawatatupenda na watatamani kutumia mwanya huu kutuvuruga. Sasa sisi kama chama, kwanza tunapenda kwenda kuitia moyo serikali. Serikali hii ya CCM imechaguliwa na Watanzania, sio mataifa ya nje. Mataifa ya nje ni rafiki zetu, ni ndugu zetu, tunawapenda, tunawathamini kidiplomasia. Ulimwengu huu na utaratibu umejiwekea, tuna mashirikiano mazuri mataifa yote. Lakini ndugu yangu, sheria za kimataifa, Vienna Convention iko very clear. Mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania yataamuliwa mustakabali wake na Watanzania wenyewe, na sisi tukaitende haki. Na katika hili Chama cha Mapinduzi tumesimamia haki. Serikali ya CCM, simameni kifua mbele, endeleeni kuchapa kazi nzuri chini ya ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Hii mambo ya kwanza kutishanishana hapa, unajua, kwa sababu wenzetu juzi wanafuatilia na timu ile ya uchaguzi kupitia umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UWT pamoja na jumuiya ya wazazi, kwa sababu wote hawako kazini kukusanya taarifa mbalimbali, kwa sababu chama chetu pia ni msingi wa ulinzi wa chama kwa maana ya taasisi, lakini pia maslahi mapana ya nchi yetu. Wenzetu sasa hivi wanakusanya habari za kuunga wapeleke kwa nchi za ng'ambo. Sisi tunakusanya taarifa tunapelekea Watanzania. Ni uchaguzi wenu wenzetu kuchukua taarifa kupeleka ng'ambo. Sasa sijui dhamira yao ni nini, lakini haki tumeitenda. Na ninasema haki tumeitenda hapa kama taifa, na sisi tumeridhishwa kama chama kwamba mchakato wa uchaguzi ulikuwa very clear, ulikuwa uko makini kabisa. Wanasema walichukua fomu watu malaki. Wako wapi wale? Kwa sababu ile kipindi kile ile kafu Lipumba, kafu Maalim, ndio alhamdulillah ipile kidogo na wao wakapatamo watu. Lakini wale wanaendelea upande mwingine. Watu wao waliochukua fomu ni watu 8,000 tu, sawa na 1.5%. Sasa watu 8,000 hawa tutaingia nao kwenye uchaguzi? Hawa 8,000 hawa sisi hawa ndani hapa sisi tuna 70% tayari hapa, kwa sababu hii ni uzoefu wa uchaguzi uliopita. Uchaguzi huu kwa maana ya kazi nzuri, narejea tena, 2014 tulikuwa mpeche. Sasa hivi tuko imara kuliko jana. Hawa wakasema watu wao 2,000, katibu wao mkuu mama yule na mheshimu sana, akasema watu wao 2,000 wameinguliwa. Sasa ninamuelewa, kwa sababu walikuwa na watu 8,000. Watu wake 2,000 wameinguliwa. Wengi wao hawajui kusoma na kuandika, wengi wao hawana kazi ya kuwaletea kipato, wengi wao wamekosea kujaza fomu, wengi wao hawajui mipaka ya maeneo wanayogombea. 2,000. Serikali ikasema kateni rufaa. Kabla ya kukata rufaa, wamejitoa kwenye uchaguzi.
eti ni taifa gani litaelewa mchakato wa namna hii? Maliza utaratibu wote wa kirufaa, kisha lalamika. Hawa wamegomea kwenye mchakato wa rufaa ambao uko kwa mujibu wa katiba, sheria sura ya 288, kanuni ambayo wote tumeipitisha, lakini wamekataa. Sasa NCCR walikuwa 2000 na wao wakajitoa kabla ya kukata rufaa. Sasa nikwambie jambo moja, mojawapo ya hoja ambazo wapinzani wamezitoa ni kwamba itungwe kanuni mpya. Kanuni hii mpya itungwe mpya. Nauliza, tulipokuwa tunatunga kipindi kile pamoja na nyinyi mkiwepo, mlikuwa mumelala au mlitoka mna udhuru ama hamkuchukua notes kwenye kipindi kile tunajadiliana kwa kina muda wote? Pesa imetumika ya Watanzania kuwezesha zoezi hili. Sasa mnaposema hizi tungwe zingine tulipokuwa tunazitunga pamoja, mlikuwa mnafanya mzaha au kitu gani? Nashindwa kuelewa. Lakini mimi leo nimeelewa vizuri zaidi, kwa sababu ilikuwepo sheria ya vyama vya siasa. Siku tunatoa maoni bungeni, Chama cha Mapinduzi kiliwakilishwa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Kamaradi Bashiru Ali, na mimi nilikuwa pale nikimsaidia. Kwa hiyo hata wasilisho letu kwa kamati ya bunge yenye dhamana ya katiba na sheria, tuliomba tutawasilisha watu wawili. Akaja pale Kamaradi Bashiru Ali akapiga sura pana ya kuonyesha demokrasia. Vyama vya siasa ni taasisi za umma. Vyama vya siasa havitaki kuwa mali za watu. Vyama vya siasa lazima viwe vinawajibika. Vyama vya siasa lazima hesabu zake zieleweke. Vyama vya siasa lazima pesa zake ziwe wazi. Vyama vya siasa lazima vitende haki. Vyama vya siasa vijitenge mbali na nini? Na unyanyasaji wa kijinsia. Vyama vya siasa vijiweke mbali na ukanda na ukabila. Akapiga ile picha pana Kamaradi Bashiru Ali. Muda uliosalia nikaingia mimi pale mbele ya kamati, na ikipendeza bunge watoe zile walikuwa wanachukua pale sauti na video, watoe wajue. Mimi nikaingia kifungu kwa kifungu, tukaeleza maoni ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Bwana Mbowe walikuja watu wawili, alikuja Mashinji na alikuja Mwalimu. Wamepanda pale jukwani, document hawana. Mimi nilikuwa na document kama nilivyokuja hapa mbele ndugu wa habari. Document ni jambo la msingi. Ndugu zangu wamepanda pale, document hawana, wote wawili. Kaanza Mashinji anapiga hivi, anasema huko na kule hivi, katika jambo serious la kujenga mustakabali wa vyama unakuja pale unacheka hivi, unasema unajua tutazame mambo haya, tusiwe wabaniaji. Ndio unaweka maoni yako hapo, na watu wa bunge wanasikiliza. Ansadi inakwenda. Akaja Mwalimu naye akaanza kurukaruka hivi, unajua mambo haya hatuwezi kukaa, na wanatumia na Kiingereza pale, unajua draconian. Ndio tunatunga kanuni pale, sheria, tunatunga sheria, na ile sheria wakalazimisha sheria na kanuni vyote vipigwe humo ndani. Wanazungumza kimzaha. Mimi nikajiuliza, hivi hii sheria inapokuja kutoka wataikubali hawa au watatia mpira kwa pani? Ninyi ni mashahidi ndugu wanahabari, hata sheria ya vyama vya siasa, vyama vyote vya upinzani vina mashaka nayo, kwa sababu sheria ile inataka uwazi wa fedha za vyama vyetu. Tunatoa wapi? Tunatumiaje? Sheria hii ya vyama vya siasa inataka uwazi wa michakato ya uchaguzi. Kwa mfano, naendelea kurudia, msajili wa vyama vya siasa, nenda ukajiridhishe. Je, wenzetu walikuwa na michakato ya ndani ya kupata wagombea au walikuwa na utaratibu shagala bagala? Rai yetu kwa msajili, afanye tu sample, aingie Geita, Nyang'hwale, atoke Nyang'hwale inge Kagera, Misenyi,
akitoka Misenyi, kwa mfano Misenyi, nitamwambia story ndogo kidogo. Misenyi pale juzi wakati wa mchakato wa uchaguzi mwenyekiti amehama kaingia CCM. Sasa wala sio kiongozi. Kwa kule tayari mchakato wote umeshindikana kwa upande wa chama cha Bwana Mbowe. Sasa mwenyekiti aliingia kwenye Chama cha Mapinduzi. Watoke hapo waingie Nkasi, Nkasi kule, wakitoka Nkasi waingie Kalambo. Wakitoka Kalambo waingie Tanganyika. Sample ndogo tu. Lakini pia watendeeni haki, nendeni Kawe, waulizeni kupata hawa wagombea ambao leo wanalazimishwa wajitoe kwenye uchaguzi. Sisi hatuna matatizo. Walikuwa na mchakato wa ndani. Kama hawakuwa nao, hii ni matumizi mabaya ya taasisi za umma, na hatuwezi tukaendelea kukubali taasisi mbaya kama hizi. Moja, tusijengee uwezo. Mbili, kwa kweli kama kunahitajika kuwa na namna fulani ya kuwalazimisha wabadilike, iwepo. Sasa wamesema hizi hoja yao moja, wanataka hizi tungwe upya. Nauliza, na malaika au na nyi wenyewe? Kwa sababu mara ya mwisho mlikuwepo. Sasa ukishaona chama cha siasa kinatoka hadharani kinawaambia wagombea wake, nyi wagombea mliochukua fomu andikeni tena mkajitoe. Unajua iko chama organization hakuna. Kwa sababu ningetegemea tu kwa mfumo wa chama chenyewe ndani watu wangeshajitoa. Na wahakikishia leo tukienda kwenye uchaguzi wako wagombea wa hivi vyama hawatajitoa. Sasa hilo shauri lao, mimi hilo halinihusu kwa kweli. Hilo halinihusu. Wakaja wanalalamika kuenguliwa. Umeenguliwa wapi? Simpo hapa kwa idadi ambayo iliwatosha, ambayo imeelezwa bayana kabisa tangu mwanzo na takwimu zipo. Hawajachukuliwa fomu, wako hapa, wako hapa, wameambiwa wako hapa, wamekwenda wamechukua fomu, wamerejesha, wako hapa. Lakini wakaenda kwenye Jumuiya ya Kimataifa kule, tumenyimwa fomu. Sasa mimi nashauri pia TAMISEMI hizi habari wazivumishe zaidi na ziwekwe hizi habari kwa Kiingereza, kwa sababu najua wenzetu wana wananchi wa Tanzania waongea Kiswahili na wana wananchi wasioongea Kiswahili. TAMISEMI, wekeni hizi taarifa kwa Kiingereza ili wenzetu kule wasipate tabu ya kutafsiri, kwa sababu pia najua hapa unaweza kwenda kuongeza madudu hapa. Wekeni hizi vizuri, weka mtandaoni. Fomu ngapi walichukua? Je, waliishia mchakato wapi? Kwa Kiingereza kizuri tu, ili wale watu wa nje wanakwenda kudanganywa na wenzetu wakute ngoma hii imeshakuwa vizuri, hapo wanaulizwa did you submit the forms? Sasa bana namtazama Bwana Mbowe anapokuwa anajaribu kuweka jambo hilo sawa. Yes, you know, of course, but you know it's very undemocratic. We bwana we, acha mambo hayo bwana wewe, usifanye mambo haya mzaha, mambo very serious kwa nchi yetu. Alafu anatuambia CCM msiogope kushindana kwa kujitangazia ushindi usio na ushindani. Eti aliondoka nani? CCM au mtu mwingine? Walioogopa kushindana ndio wamejitoa. Wameogopa hata kukata rufaa. Sasa kuna kitu kinaitwa mkanganyiko. Na mkanganyiko ni kama ufuatao. Hawa watu hawana msimamo. Kwa mfano, nimefuatilia mikutano yao yote ya habari. Ukiacha Beza hakuna kingine cha maana wamekisema. Ukiacha Beza hakuna kingine chochote wamekisema. Chama cha Bwana Lipumba alitoa maelezo juzi hapo, wagombea wote watakaochukua fomu wateuliwe na kuingia kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi. Hivi kweli na mtu asiyejua na kusoma na kuandika na tumchukue, au sio? Na hapa ndo narudia tena, serikali simama imara. Mtu anakaa mtaa mwingine, ameenda kugombea mtaa mwingine, naye tumuingize, si ndio? Mtu hayupo kwenye daftari ya wapiga kura, naye tumweke, si ndio? Sasa haya ndio mambo ya ajabu haya, ambayo mtu hajasoma kanuni, hajasoma mwongozo, anataka uchaguzi wetu uwe shagala bagala. Chama cha Bwana Mbowe ametoa kauli juzi. Kwanza alitoa kauli watashiriki kwenye uchaguzi huu, na kwa kushiriki kwenye uchaguzi huu wao ni watu imara, wasiposhiriki watapata aibu. Mimi nazungumza sasa hizi, aibu washaipata. Baadaye katoa kauli nyingine, hatushiriki kwenye uchaguzi. Hapa anasema tena juzi hapa, kuenguliwa kwa wagombea wao bila kufuata utaratibu, kanuni na taratibu, na kwa sababu zisizokuwa na msingi. Analalamika
Juzi mimi nimesema nimefanya jambo la hisani hapa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nimewakumbusha mchakato wa kukata rufaa ndio huko sasa, kakateni rufaa, hawakufanya. Akaelekeza watu wake juzi, chama cha Bwana Mbowe wakaelekeza wagombea kupitia chama cha Bwana Mbowe kufanya yafuatayo: moja, kuweka mapingamizi juu ya kilichoamuliwa. Hakuna, wako wachache waliofanya, lakini baadaye wakaambia mjitoe. Wafuate utaratibu wa kukata rufaa juu ya kilichoamuliwa. Kabla ya kukata rufaa wakabadili tena gia angani, ni desturi yao, hawakwenda kufanya hivyo. Baadaye wakaitisha kikao cha dharura, wakasema wamejitoa, na kawatisha watu wao wasije wakagusa hata nembo ya chama chao. Sasa baada ya tathmini hii pana nimewaelezeni kutoka mwaka 2014 na namna ambavyo sisi tumeshiriki zoezi hili kwa ukamilifu katika mchakato wa uchaguzi kabla ya uchaguzi. Sasa leo hii napenda kutoa kauli ya chama kama ifuatavyo. Moja, kwamba serikali za mitaa ni sehemu ya msingi mkubwa sana wa madaraka kwa umma, na hili jambo la madaraka kwa umma liko kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu ya Tanzania, na ndio msingi wa kitaasisi unaowawezesha wananchi kupanga hatima yao ya kimaendeleo sasa na baadaye. Chama cha Mapinduzi kimeweka uzito mkubwa sana kwenye uchaguzi huu, kwa sababu tunaamini na tunajua kwa hakika kazi nzuri anayofanya ndugu John Pombe Joseph Magufuli na serikali yake ya CCM katika ngazi ya taifa, katika ngazi ya mkoa, katika ngazi ya wilaya, katika ngazi ya tarafa, katika ngazi ya kisekta, inahitaji ukamilifu wa safu katika ngazi ya mitaa, katika ngazi ya vijiji na katika ngazi ya vitongoji. Tumeona pale ambapo mnyororo huu haukamiliki, kumekuwa kuna vitendo vya wizi wa mali ya umma, matumizi mabaya ya fedha ya umma, ubadhirifu mkubwa wa mali za umma. Na sasa tumesema hivi, sisi uchaguzi huu tunawekeza nguvu zote ili safu ya uongozi wa ndugu John Pombe Joseph Magufuli, mtu ambaye tushakubaliana kimsingi na tumefanya utafiti mkubwa wa Tanzania wameikubali kazi yake njema, matunda makubwa ya pesa alizokusanya. Mwezi juzi hapa tumepata trilioni 1 na bilioni 700, haijapata kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu na nchi yetu ya Tanzania. Tunataka sasa hizo fedha zinaposhuka zipate watu waaminifu, waadilifu, wachapakazi, wenye mfanano na ndugu John Pombe Joseph Magufuli, watu ambao wana uchungu na kuchelewa kwetu kimaendeleo, na watu wanaoamini tunapaswa kukimbia. Kwa tukawekeza vya kutosha kwenye kushiriki uchaguzi huu. Lakini zaidi ya yote, ngazi hii ya serikali ya mtaa, kijiji na kitongoji, ukizungumzia itikadi yetu ni ujamaa na kujitegemea, ndio ngazi ya msingi ambayo inawezesha utimilifu na ukamilifu wa itikadi hiyo, na hasa katika kuwaletea wananchi maendeleo. Sasa watu watajiuliza kwa nini sisi tunasema maneno haya? Ni kwa sababu ya historia. Chama chetu kimewekeza katika muundo wa kitaasisi, organization ya chama, na kwa mantiki hiyo, kwa kutumia organization ya chama, chama chetu huweka watu katika ngazi zote za kitaasisi kwenye chama chetu ili tushiriki kwenye uchaguzi huu. Hii ni pamoja na kuweka wataalamu kama wale wanasheria na mawakili 1250. Kwa hiyo sasa Chama cha Mapinduzi kitashiriki kwenye uchaguzi huu. Unajua kuna ule mchezo watu wamezoea, tunafanyana mchezo ule kama wakombolela, wanajificha watu, alafu wanatoka, alafu wanataka kubutua, wanapotea. Ndugu zanguni, kwenye demokrasia na ujenzi wa nchi hii ambayo imechelewa kwa muda mrefu, uchaguzi huu si mchezo wa kombolela. Uchaguzi huu ni kitu very serious kwa Watanzania. Hapa Dar es Salaam, nikizungumzia serikali ya mtaa na uchumi ambao imeushika, utashangaa kabisa, ni mabilioni ya shilingi. Leo hii tunaenda tukifanya makosa, tusipambanue mipango yetu, na ndio maana sisi ndio chama pekee katika uchaguzi huu
ambacho kwanza kina ilani yake inayotekelezwa. Ilani ndio hii hapa, ilani ya CCM hii 2015 2020, na uchaguzi wa serikali ya mtaa unafanya mambo haya kitaifa, kimkoa, kiwilaya, kitarafa, kikata na mpaka kwenye ngazi ya vijiji, mitaa na vitongoji. Lakini tumetoa tamko. Tamko ni kama ilani ndogo. Unaona, hata ndio maana inaonekana pia ndogo. Hii ni ilani mama, halafu kuna ilani ndogo. Hata kwa kujitizama na yenyewe ni nini? Ni ndogo. Humu ndani tumeainisha mambo ambayo tunawaahidi wa Tanzania, mambo makubwa kabisa kutoka taifani, sasa yanakwenda katika ngazi hizi za wananchi wetu wa Tanzania. Niambie, Hashim Rungwe Spunda ana kitu kama hiki? Maana sasa amejitoa, si alikuwa ameshaandaa vitu kabla. Zungumza na chama cha Bwana Mbowe, zungumza na chama cha Bwana Kabwe, wana kitu kama hiki? Wenzetu wana maneno, sisi tuna vitendo. Kwa chama kitashiriki kwenye uchaguzi huu na tutapiga kampeni ya kistaarabu. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, nataka leo niwaambie vitu ambavyo mara nyingi ni siri ya kimkakati ndani ya chama. Leo nawatolea kwa sehemu ili mjue namna gani tunamaanisha. Watakaoshiriki kuendesha uchaguzi huu ndani ya Chama cha Mapinduzi ni wafuatao. Tutakuwa na watu watano katika kila shina la Chama cha Mapinduzi. Tunayo mashina zaidi ya 230,000. Hawa watu watano ndio watakuwa na dhamana ya kusimamia uchaguzi katika ngazi ya shina. Watu mahodari, watu mahiri, wamepikwa na tumekuwa na programu ya mafunzo kwa watu hawa watano katika ngazi ya shina. Watu hawa nchi nzima jumla yao ni 1,99,190. Wamefunzwa kushiriki kwenye uchaguzi, kujenga hoja na kuhakikisha haki ya Watanzania inapatikana. 1,000,000 na ushe. Katika ngazi ya tawi tuna watu 9 pale. 9. Sasa nikurekebishie kidogo hapa. Mashina yako 231,000. Mashina 231,000, watu watano, jumla milioni na ushe. Katika ngazi ya tawi tuna watu pale kama 200,000 matawi, tuna matawi 200,000 kama na kwenye mashina 230,000, matawi 23,000 mpaka 25 matawi. Sasa pale kuna watu 9. Wale watu 9 watafika kama 240,000 kwenye ngazi ya matawi. Na kupeleka chap kwenye ngazi ya kata tuna watu pale 36,000. Katika zile kata 4,000 tuna watu 39,000. Sasa hapa ndio nakuonyesha siri ya ushindi. Yaani katika kata zote 4,000 sisi Chama cha Mapinduzi tumeweka watu 39,000 kwa kila kata inasimamia uchaguzi. Kwa unagundua tuna watu wengi kuliko kata zenyewe ambao watasimamia uchaguzi. Katika ngazi ya wilaya tuna watu 2,000 nchi nzima ambao watasimamia uchaguzi. Katika ngazi ya mikoa tuna watu 324. Watu wamepokea mafunzo ya kutosha ya ndani na nje ya nchi. Kutoka mwaka 2016 tumekuwa na programu ya mafunzo kwa viongozi wa chama na watendaji ndani ya chama katika chuo chetu cha Ihemi, kiko Iringa pale, chuo kikongwe na kikubwa, kinapika watu. Tumekuwa na programu ya mafunzo ya watu hawa 324 pale Tunguu Zanzibar, lakini pia tumeanza mafunzo ya awali pale Kibaha kwenye chuo chetu kikuu. Hawa wamepita hapo, wamepikwa, lakini tumewapeleka katika nchi 3 rafiki. Nchi 3 rafiki nje ya nchi, waende kwanza wakatoe tongotongo kuelewa ya kwamba siasa na uongozi unapelekaje mbele, nidhamu ya chama unapelekaje mbele, utumishi wa umma unapelekaje mbele, halafu tunaoanisha na tunachokifanya. Hawa watu ni hapana chezea. Nikikupatia mmoja hapa akueleze kuhusu serikali ya mtaa, akueleze namna gani tumepanga kuwasimamia hawa watakaopita kwenye uchaguzi huu na kuhakikisha ya kwamba pesa ya umma unaiheshimu, acha. Lakini kitaifa tuna watu 24. Hawa watu 24 ndio wanasimamia uchaguzi huu wa serikali ya mtaa, na wale watu 24
ni watu wazito kwenye nchi yetu. Bwana Kabwe, watu wake wote ambao watagombea ni watu 8526 watakaogombea, lakini nafasi zinazotafuta ni 333,000. Kwa unagundua hata tungesema hivi ipatikane huruma nje ya sheria, hawa watu 8,000 hawa Bwana Kabwe wote waingie tu bure bure, kitu ambacho hakipo, bado wangekuwa na 1.5%. Sisi tayari wapiga kampeni wako 1,300,000. Wapiga kampeni peke yake 1,100,000. Hata ningesema tuchukue hawa watu wa Bwana Mbowe wako kama 1,105,000 kabla ya kujitoa, lakini sisi watakao shiriki kugombea wako 333,000 watakao shiriki kugombea. Waliogombea kwa pamoja wako 900,000, nao wanaingia kwenye kampeni, kwa sababu wote wale wamewekwa katika vikao vya chama. Wagombea wote wanakuwa sehemu ya jeshi litakalokwenda kusimamia uchaguzi. Kwa kila wagombea 300,000 wa Chama cha Mapinduzi wana watu 900,000 wanakwenda nao. Mtu yoyote mwenye akili timamu ataelewa kwa nini wenzetu wamekimbia mapema, yaani bila kuzungusha maneno na nini. Ukitazama organization ya chama chetu unanielewa kwa nini wameondoka. Naendelea kusisitiza ya kwamba dhamira ya Chama cha Mapinduzi ni kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa haraka. Dhamira ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha ya kwamba pale tulipochelewa tunawahi zaidi, kuwatumikia Watanzania na kushughulika na utatuzi wa shida na kero zao. Hiyo ndio dhamira ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wake unaoongozwa na ndugu John Pombe Joseph Magufuli, mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na safu yake ya kiuongozi katika chama na serikali. Sasa kwenye chama wenyewe tulichaguana mwaka 2017. Najua chama cha Bwana Mbowe bado wanapambana. Nakumbuka lugha ile ya kupambana kufanya uchaguzi wa chama chao. Ilikuwa wafanye mwaka 2018, lakini nafikiri kwa sababu za kiufundi na mambo yasiyoweza kuzuilika hawajafanya mpaka leo. Haya ndio maswali msajili aende akaulize, maka nikiuliza mie nitaonekana natia nongwa. Msajili akaulize, wewe bwana vipi tangu mwaka jana 2018 hamjafanya uchaguzi vipi? Ni tatizo, mnakwama, mnafeli wapi? Binafsi kwa sababu Icon nimefanya nayo kazi, ni taasisi kwa maana ya media ambayo binafsi na appreciate. Kwanza imekuwa na wafanyaji kazi ambao wanajituma kwa ajili ya kuona kwamba tasnia ya habari inawafikia Watanzania wengi. Nimepata fursa ya kusafiri na watu wa Icon TV, tukaenda maeneo mengi ya vijijini ambao watu wengine hawezi kuyafikia kwa sababu ni maeneo ya vijijini, na Watanzania wanataka waone hali halisi ya maeneo haya ya vijijini. Kwa kazi inayofanywa na Icon ni kazi kubwa ambayo inapaswa kuungwa mkono kwa namna yoyote ile. Watoke hapa walipo. Mimi natamani nione TV kabisa likubwa kabisa Icon siku moja, wawe na TV lao kubwa, wawe na chombo chao cha radio kikubwa. Natamani kuona kitu hicho kikipatikana na kikiwezekana soon. Kwa kuwa naombea dua, na wakati wote atakaponihitaji kwenye contribution yangu kuona kwamba Icon wanakwenda mbele, niko tayari kuunga mkono. Shukrani sana, na tukukaribisha katika miaka mitatu ya Icon TV Desemba 22. Asante sana. Walisema hayajai, sasa yanamwagika. Hapa tunaizungumzia Icon Online TV. Tunajua safari ni ndefu, lakini tutafika. Desemba 22 mwaka 2019 ambapo Icon TV itakuwa inaadhimisha miaka mitatu toka kuanzishwa kwake. Yes. Hii ni zaidi ya birthday. Tutakula, tutakunywa na mwisho tutafanya dua maalum kuiombea mema na mafanikio Icon TV. Tukutane Desemba 22 mwaka 2019, Dar es Salaam.